Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, Allah subhanahu ndani ya Qur'ani ametahadharisha pindi wewe inapokuijia Qur'ani au sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, au zikakuijia alama dalili mbalimbali za kukuonya kwa mafundisho yaliyokuwa mazuri, urejee, usije ukawa mwisho wako mbaya wa wale wenye kiburi. Allah anasema wattaba'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, fateni yale mazuri yaloteremshwa kutoka kwa Mola wenu, min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtatan wa antum la tansurun, kabla haijawaijia adhabu ya ghafla na hakuna mtu ambaye anaweza kuwanusuru. An taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin, aisija wakati huo mtu akasema ole wangu, majuto kwa nafsi yangu, mimi nilikuwa naambiwa mimi fata haki, badilika, rejea, wa in kuntu la minas sakhirin, lakini mimi nilikuwa katika watu nafanya upuzi tu, nafanya istizai, naona haina maana, hayana lolote, mpaka leo niko ndani ya sakarati al-maut. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, au Mola wangu lau angeliweza kuniongoza akanijalia nikawa miongoni mwa watu waliokuwa wema. Au taqula hina tara al-adhab, au mtu akasema pale ambapo adhabu ambapo anaiona akishaonyeshwa pale, au antakula nafsun, au antakula hina tara al-adhab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin, lau kama mimi ningerejea kidogo katika maisha ya ulimwengu, angalau nikatubia, nikafanya yaliyokuwa mazuri, nikawa miongoni mwa wale ambao walikuwa watu wema. Allah anasema bala qad ja'atuka ayati wa kadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Unasema leo haya? Hapana, yalikuijia kila siku mawaidha, kila siku maonyo, kila siku ulikuwa wewe unapewa ukumbusho, lakini ulitakabbar. Wewe ulijiona una muda wa kufanya mambo mengi sana, una muda wa kufanya na utafanya, mpaka hali imefika ukafa katika hali ya kwamba mpingaji katika makafiri. Allah anasema wastakbarta wa kunta minal kafirin wa yawmal qiyamah, na siku ya kiyama tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhu muswadda, utaona wale ambao waliomkufuru Mola wao nyuso zao zote alama yao zimepigwa na weusi. Kwa nini? Kwa sababu ya wao kupinga amri ya Allah. Wa yawmal qiyama tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwa lilmutakabbirin, haukuwa moto wa jahannam mafikio yao ni ya wale ambao walikuwa wana viburi katika maisha ya ulimwengu. Kwa nini ujimwambafai? Kwa nini ujione kwamba wewe ni wewe? Na Allah mwenyewe ameshasema wala tamshi fil ardi maraha, usipite katika ardhi kwa mikogo. Inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur, Allah hapendi kila yule mtu ambaye mwenye kujivuna, kujiona kwamba yeye ni yeye katika ulimwengu huu. Na katika surat al-Isra Allah asema wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al-ardh, wewe huwezi kuitoboa ardhi. Kwa nini ujimwambafai utembee kwa mikogo? Wala huwezi ukafikia ukubwa wa milima. Nini cha kiburi cha nini? Kuna watu leo wanaweza wakajimwambafai kwa sababu yeye ni Mnyamwezi, au yeye ni Msukuma, au yeye ni Muhindi, yeye Mwarabu, yeye Mzungu, yeye Mpare, yeye Mchaga, yeye Muhaya. Ndugu yangu, tahadhari kujimwambafai kwa ukabila. Rawa al-Imam Ahmad
min hadithi Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah, intasaba rajulani ala ahdi Musa, watu wawili walijinasibisha kwa koo zao wakati wa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Wakati wa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, faqala ahaduhuma, mmoja akasema, ana ibn fulani ibn fulani ibn fulani ibn fulani, adda ila 9. Mimi mtoto wa fulani bana, wa fulani bana, wa fulani, wa fulani, wa fulani, mpaka 9. Akataja mababu wa ajdadi mpaka 9. Haijakatazwa kisheria mtu kutajwa ukoo wake na nasabu yake, ni katika jambo ambalo Allah amelitaka, na lenga sema litaarafu, watu wajuane. Lakini huyu alijimwamba fai kwa kujiona kwamba ukoo wake ni bora kushinda ukoo wa mwenzake, mpaka 9. Wa pili akasema naam, akamwambia ana ibn mpaka 9. Kisha akasema wa anta mimman man, na wewe ni wa nani wewe, akikusudia kumdharau mwenzake. Faqala ana ibn fulani wa ibn fulani ibn al-islami, mimi bwana ni fulani mtoto wa fulani, lakini mimi ni Muislam. Fa auha Allah ila Musa alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa taala akamfunulia Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, qul lihadhaini almuntasibaini, waambia watu wawili, ama almuntasib ila 9, ama yule aliyejinasibisha kwa ukoo mpaka 9, fi nar huwa wa ajdaduhu, yeye na wale ukoo mzima mababu zake nani wote motoni. Ama huyu yeye ni wa peponi, yeye na baba yake na babu yake. Tahadhari, wakati mwingine mtu anaweza akajimwamba fai kwa kujiona bora kwa sababu ya yeye jinsi alivyo. Ndio mmoja dhakara al-Imam Baihaqi fi Shu'b al-Iman, mmoja anamwambia Zuhair ibn Nuaim, mimman ant, wewe wapi wewe? Anasema ana ataksudu ana mimman an'ama Allahu alayhi bilislam, mimi katika wale Allah amewaneemesha kwa neema ya Uislamu. Anasema sikusudi hilo, nakusudia nasabu, ili mimi nikujue kwa nasabu yako. Akamwambia fa idha nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun. Wewe unauliza nasabu yangu, litakapopigwa parapanda siku ya kiyama, siku hiyo hakutokuwa na nasabu ya fulani ibn fulani, wala watu hawatoulizana. Tuache viburi katika mgongo wa ardhi ili tuondoke katika mgongo huu salama salmin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.